Mara zote unaambiwa umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu, na katika hili nguvu yako inahitajika. Naitwa Elijah Felix Beyeza na hii ni Kipepeo Digital. Kipindi kinaitwa Bahasha Mkononi. Kwa mara nyingine tena niko katika manispaa ya Temeke ambako kuna shule inaitwa Shule ya Jeshi la Wokovu, ambako leo wameandaa siku yao inaitwa Matumaini Day. Kupitia wewe unayeangalia, na kweli wanahitaji matumaini, ambako mweza kusoma risala, nia na madhumuni. Wanataka wapate gari, wanataka waboreshe madarasa na miundombinu mingine, ukizingatia shule hii ni ya watoto wenye uhitaji maalum. Aliyemwakilisha mkurugenzi wa manispaa Temeke aliweza kuzungumza. Tumsikilize alichokisema. Kwanza kabisa, kwa majina naitwa Veronica Igoko Malangwa, ni kaimu mkurugenzi manispaa ya Temeke. Haya ninayoyaongea ndiyo ya mkurugenzi wa Temeke. Kwanza, kituo hichi cha Jeshi la Wokovu tunashirikiana katika kukiendesha sisi halmashauri pamoja na Jeshi la Wokovu. Kwa hiyo siku hii ya leo ilikuwa kwetu ni ya matumaini kwamba kila ambacho tulijadili mwanzo na makusudio yetu kwamba tutakipata. Manake tulikusudia kupata gari ambalo watoto litawapeleka kwenye matibabu na hasa kwenda kubadilisha viungo vyao, wengine kwenda kwenye stadi ambazo wanaweza kwenda kubadilishana uzoefu na shule zingine. Lakini cha pili, ule ujenzi wa bweni la wasichana tulikuwa tunatarajia kupitia hii Matumaini Day tutaweza kupata hela ambazo zitatuwezesha, kwa sababu kwa halmashauri naweza nikasema kwamba tuna shule 19 za aina kama hii. Kwa hiyo mahitaji yapo mengi na bado tuna shule za kawaida. Jumla ya shule zote za msingi tunazo 174 na kati ya hizo 19 ndo za watoto walemavu. Kwa hiyo utakuta kwa kielimu. Kwa hiyo kwa sisi siku ya leo ni ya kipekee, na niseme tu kwamba wale waliohudhuria wote tunawashukuru, lakini nitoe wito kwa wananchi ambao hawajaweza kuhudhuria hapa, taasisi binafsi pamoja na NGOs na watu wengine wafanyabiashara ambao wanaweza wakaguswa na hii siku ya leo, basi waweze kuchangia ili tuweze kupata lile gari la shule pamoja na bweni, kwa sababu kusudio letu ni kama alivyokuwa anasema mwalimu mkuu kwamba malengo ni kwamba wanatakiwa wawe na bilioni 1. Kwa hiyo bilioni 1 ili angalau miundombinu muhimu waweze kuipata. Tumesema tumeanza uendeshaji wa hii shule kwa pamoja toka 2018. Kwa hiyo katika ile michango mbalimbali kila mwaka hao watoto wanahitaji kusafirishwa. Huwa tunatoa milioni 24 kwa ajili ya usafiri kuwarudisha majumbani mwao au kwenda kwenye stadi zozote za kielimu. Lakini kwa leo mkurugenzi wangu, mimi ni kaimu mkurugenzi. Kwa hiyo mkurugenzi wangu tuseme kwamba tumechangia, halmashauri imechangia kwa leo milioni 10. Yaani leo tu ni milioni 10, mbali na hizo 24 ambazo tunatoa kwa ajili ya usafiri, alafu mbali na vitu vingine ambavyo tunakuwa tunaleta hapa kuwasaidia hawa watoto, kwa sababu hii shule ni ya kwetu, tunaendesha pamoja kwa ubia. Lakini katika utoaji huu ni mshukuru mkurugenzi Jomari Satura ambaye ndo yuko mstari wa mbele kama accounting officer wa halmashauri ya manispaa ya Temeke, kujitoa na kuonyesha moyo wa upendo kwa watoto, kwa sababu pasipo yeye ina maana yote sisi makaimu tusingeweza kufanya nini, kujitoa. Kwa moyo wake wa kujitoa, na Mungu ambariki popote alipo, ili kwamba haya matarajio yaweze kufikiwa. Asante sana. Lakini vile vile mkuu wa shule hii hapa naye ameweza kuzungumza. Tusikilize alichokizungumza, huku akiwataka ndugu jamaa na marafiki, kila jamii unaweza ukafika hapa ukatoa chochote, kwa sababu hawa ni ndugu zetu, hawa ni watoto wetu. Mimi naitwa Mwalimu Mary Rafael Nyika, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Jeshi la Wokovu.
Uhitaji ndani ya kituo ni mkubwa kwa sababu hawa watoto wengi wanahitaji ukarabati wa viungo ambao unafanyika pale MOI na wengine wanahudhuria kliniki pale CCBRT. Kwa hiyo jamii iguswe namna ya kuwasaidia watoto hawa kwa ajili ya kukarabati viungo vyao, kwa maana kila wiki, kila mwezi wanafanyia ukarabati kati ya watoto 4, 6 hadi 8. Asante sana. Jina lako na nafasi yako nani? Mimi naitwa Mwalimu Mary Rafael Nyika, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Jeshi la Wokovu. Safi kabisa, bila shaka mweza kumsikiliza mkuu wa shule hii, lakini vile vile diwani kutoka katika manispaa ya Ubungo kata ya Kwembe naye aliweza kuzungumza huku akiahidi kutoa shilingi milioni 1. Naitwa Kawina Haji Konde, diwani wa kata ya Kwembe, halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Leo nilipokea ualiko wa ugeni maalum hapa Jeshi la Wokovu, lakini nimeguswa na mkono wa Mungu kufika hapa na kuona tunawasaidiaje watoto wenye mahitaji, na mimi kama diwani na ofisi yangu ya kata ya Kwembe tumeahidi kitu kidogo kiasi cha shilingi milioni 1 kwa ajili ya kuwagusa watoto hawa ambao wako manispaa ya Temeke, lakini kutoa ni moyo. Tumeguswa kama wilaya ya Ubungo na mimi nimewakilisha madiwani wenzangu 19 ndani ya manispaa yetu ya Ubungo. Kwa hiyo kidogo tulichokitoa tumekitoa kwa niaba ya wote. Baada ya kusema haya, Mungu wa mbinguni atawalipa watoto hawa kile kinachostahiki kama faraja yao. Tangu ya Kwembe tunaendelea vizuri pale ndani ya Ubungo, tuko vizuri. Tuna miradi ambayo tunatekeleza, lakini pia kuna eneo ambalo sisi tumeliomba kutoka Mloganzila hospitali watupatie kwa ajili ya kujenga kituo kama hiki kitakachoweza kulea watoto wenye mahitaji maalum ndani ya wilaya yetu ya Ubungo. Na hakika kwa mambo haya tutaweza kufanya kwa manufaa ya watu wote ndani ya wilaya ya Ubungo na mkoa wa Dar es Salaam. Asante sana. Yes, mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Ulikuwa nami naitwa Elijah Felix Beyeza. Kipindi kinaitwa Bahasha Mkononi na hii ni Kipepeo Digital. Nikutakie mchana mwema.